salatu Jumua, swala ya Ijumaa. Si ma hukmu salati Jumuati, ni hukumu ya swala ya Ijumaa. Swala ya Ijumaa hukumu yake ni Jimu anasema jawabu fardhu aini. Swala ya Ijumaa ni faradhi ya kila mtu mmoja mmoja, kila Muislamu mmoja ni lazima kwake, ala kulli muslimin, ni faradhi ya lazima juu ya kila Muislamu, dhakari, mwanamume, hurri, aliye huru, sahihi, mzima, mustawtini, mkazi. Maana mambo anasema swala ya Ijumaa ni faradhu aini ala kulli muslimin. Swala ya Ijumaa ni faradhi ni faradhi ya lazima juu ya kila Muislamu, yani Muislamu mmoja mmoja, swala ya Ijumaa kama ni lazima. Jana tulisoma salatu jamaa. Sheikh akasema salatu jamaa ni faradhu kifaya. Sawa? Faradhu kifaya. Yani ikitokea sisi hapa msikitini hapa tumeswali swala ya jamaa, akamna shi'ar min sha'airillah. Sawa? Tumetekeleza ule wajibu na shiari ya swala kwenye mji. Wengine kitokea hakuswali jamaa, wamejikosesha thawabu tu, lakini hawana dhambi. Lakini swala ya Ijumaa ni tofauti, fardhu aini, ni lazima ya mtu mmoja mmoja, ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu, mukallafin, aliye baligh, dhakari, mwanamume, hurri, aliye huru, sahihi, ana afya tele, mustawtini, mkazi wa hapo pahala. Kwa hiyo aliposema faradhi ain, lazima ya kila mtu mmoja mmoja, manake swala ya Ijumaa sio swala ya sunna. Ni faradhi, ni lazima kwa kila Muislamu. Lakini Muislamu gani? Awe mukallafin, awe tayari ameshabaligh. Lazima unaanza kwa Muislamu ambaye ni baligh. Chini ya baligh Ijumaa kwake sio lazima. Yani watoto miaka 7, miaka 10 sio lazima kuswali Ijumaa. Lakini mtu akishakuwa baligh tu, yeye ni lazima yeye mwenyewe. Ukisikia fardhu aini ni unaiswali wewe mwenyewe, sio wakiswali wengine basi. Fardhu aini, yani faradhi inayokulazimu wewe mwenyewe, ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu, mukallafi, aliyekwisha baligh, dhakari, mwanamume, fakharaja bihi an-nisa. Wanawake swala ya Ijumaa sio lazima kwao. Ndio maana akasema dhakari, mwanamume. Mwanamke sio lazima kuswali Ijumaa. Yeye wakati watu wanaswali Ijumaa, yeye ataswali adhuhuri ndani. Zimewasha zile kule nyuma na kuongeza kule nyuma, nianze kule nyuma zinawaka. Hurri,
mwana anayelazimika kuswali Ijumaa awe ni mwanamume, mwanamke halazimiki kuswali Ijumaa. Hurri, awe huru, sio mtumwa. Leo watumwa hakuna, lakini zamani watumwa walikuwepo. Mtumwa sio lazima kwake kuswali Ijumaa. Hurri, awe huru. Sahihi, awe ana afya, sio mgonjwa. Ijumaa kwa mtu mgonjwa sio lazima. Mtu anaumwa, maradhi yamemshika kisawasawa, yeye Ijumaa kwake sio lazima, ataswali asubuhi. Mustautini, awe mkazi wa hilo eneo linaloswaliwa Ijumaa. Akiwa msafiri sio lazima kuswali kwake Ijumaa, ataswali adhuhuri akitaka. Sasa na mwanamke akija kuswali Ijumaa akitaka, yeye kwake sio lazima. Kwa nini sio lazima wanawake kuswali Ijumaa? Waqarna fi buyutikunna, wanawake wanatakiwa watulizane majumbani. Wanawake wanatakiwa watulizane majumbani. Wanawake kuzagaa mitaani ni sababu ya fitna na shari na ufisadi katika ardhi. Mpaka imewaondolea Ijumaa sio lazima kwao, ili kuwapa nafasi ya kubaki nyumbani. Mustautini, awe ni mkazi wa hapo, sio msafiri. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa ni Muislamu amebala, lakini msafiri, Ijumaa kwake sio lazima. Mtu anaweza kuwa ni Muislamu bale, lakini mgonjwa, Ijumaa kwake sio lazima. Mtu anaweza kuwa Muislamu bale, lakini mtumwa, sawa, Ijumaa kwake sio lazima. Mtu anaweza kuwa bale mukallaf, lakini mwanamke, Ijumaa kwake sio lazima. Kwa hiyo Ijumaa inakuwa lazima kwa kila Muislamu aliye bale, huru, mwanamume asiyekuwa na maradhi wala sio msafiri. Sawa sawa? Lakini tunachojifunza hapa kwamba swala ya Ijumaa ni faradhi, ndio hukumu. Hukumu ni kwamba swala ya Ijumaa ni faradhi ya kila mmoja, isipokuwa wale wenye sifa hizi ambazo zimewaondoa kusifika kuswali Ijumaa. Pamoja wanaweza akaswali, lakini kwao inakuwa sio lazima, kama vile ambao hawasifiki na hizo sifa. Kam shurutu Jumaa, ni zipi au ni ngapi sharti za Ijumaa? Ijumaa ina sharti ngapi ili iswihi? Sheikh anasema jawabu jibu, shurutuha khamsa, sharti zake ni 5. Al-awwal, ya kwanza, an tuqama fi baladi au qaryatin. Ijumaa iswaliwe siku zote fi baladi, katika mji, au qaryatin, au katika kijiji. Ijumaa iswaliwi porini. Ijumaa inasaliwa katika mji au kijiji. Sawa? Mji
ni mkubwa kuliko kijiji. Kijiji ni sehemu ambayo wamekusanyika watu wakajenga majumba yao hapo, lakini hakijafikia sifa ya kuwa mji, lakini na watu wa kutosha. Lakini mji ni sehemu kubwa pana, ina mambo yake, ina vurugu zake, ina harakati zake. Huo sasa unaitwa mji. Hebu washe ya mwisho ile ni maandishi. Kwa hiyo Ijumaa sio kama swala za kawaida. Swala za kawaida watu wanaweza wakaswali kwenye msikiti wao, hata kama hauna watu wengi, hata kama hauko kijijini, uko njiani tu, watu wanaswali swala za jamaa wanaenda zao. Lakini Ijumaa inaswaliwa mjini, yani kwenye watu wengi, au qaryati, au kwenye kijiji. Kwa hiyo mji una watu wengi kuliko kijiji, lakini na kijiji nacho kina watu wa kutosha. Hiyo ni sharti ya kwanza. Athani, sharti la pili, antakuna kulluha fi wakti dhuhuri. Ijumaa yote iswaliwe katika wakati wa adhuhuri, kwa sababu Ijumaa imekuja kukamata pahala pa adhuhuri. Yani watu wakiswali Ijumaa hawaswali tena adhuhuri. Sasa muda wa adhuhuri ndio muda wa Ijumaa. Muda wa adhuhuri ndio muda wa Ijumaa. Ukiondoka muda wa adhuhuri na muda wa Ijumaa umefanya nini? Umeishi. Sawa? Antakuna kulluha fi wakti dhuhuri. Ijumaa yote hutuba pamoja na swala viwe ndani ya wakati wa dhuhuri. Ndio kasema kulluha, yote hutuba mbili na rakaa mbili vyote viwe ndani ya wakati wa dhuhuri, visitoke nje ya wakati wa dhuhuri. Athalithu, sharti la tatu, antusalla jamaatan, iswaliwe Ijumaa kwa jamaa, bi40 dhukura, iswaliwe hiyo Ijumaa ikiwa na watu 40 wanamume, muslimina, wawe ni Waislamu, mukallafina, wawe wamebale, ahrara, wawe ni watu huru, mustautinina, wawe ni wakazi wa huo mji. Kwa hiyo Ijumaa swali mtu peke yake. Antusalla jamaatan, iswaliwe kwa jamaa. Mtu akisema mimi naswali Ijumaa lakini anaswali peke yake, hiyo sio Ijumaa. Lakini ya dhuhuri unaweza kuswali peke yako? Ndio. Ijumaa unaweza kuswali peke yako? Haiwezekani. Sisi tunaelewa? Antusalla jamaatan, Ijumaa iswaliwe kwa jamaa. Lakini madhhabu ya Imam Shafi bi40 dhukuran, iwe imetimiza watu 40 wanamume. Hii ni madhhabu ya Imam Shafi. Muslimina, hao 40 wenyewe wawe ni Waislamu, mukallafina, wawe wameshabaligh. Lakini kwenye hao 40, 10 wakawa ni watoto wana miaka 7, 10. Kwenye madhehebu hiyo haiwezi kuwa Ijumaa, watu wataswali adhuhuri.
au watakaotimiza 40 wawe ni wanawake au wasafiri. Kwenye madhhabi ya Imam Shafi'i watu wataswali adhuhuri, wataswali Ijumaa. Au wanaotimiza 40 wawe ni watumwa, sio watu huru. Wakazi wa pale wako 25, 15 watumwa, watasali adhuhuri, hawatasali Ijumaa kwenye madhhabi ya Imam Shafi'i. Ahraran, wawe watu huru. Mustautinina, wawe ni wakazi wa huo mji, sio wasafiri. Lakini hili sharti ambalo ameweka Imam Shafi'i la kusihi Ijumaa, sharti hili la 4 hili, fihi nadhar, lina mashaka kwamba Ijumaa isiswaliwe isipokuwa kutimiza watu 40. Fihi nadhar, kuna mashaka, kwa sababu Mtume ameswali Ijumaa na chini ya watu hao, chini ya watu 40. Mwenyezi Mungu anasema wa idha ra'au tijaratan au lahwan infadhu ilaiha wa tarakuka qa'iman, wakiona biashara au lahu au mambo ya kidunia, tarakuka, wakaondoka wakakuacha wewe, qa'iman, umesimama kwenye mimbari unatoa hutuba. Ijumaa ilipoanza ilikuwa watu wanaanza kuswali alafu ndio hutuba, kama kwenye Idi. Sisi tumeelewa kama kwenye Idi kwanza watu wanaswali, wakishatoa salamu Mtume anapanda kwenye mimbari, watu wanasikiliza hutuba. Kwa hiyo alisha swali maswahaba na Mtume. Mtume akapanda kwenye mimbari, anatoa hutuba, ikapigwa ngoma kule nje, msafara wa bidhaa umeingia, masemi yaliyobeba bidhaa watu waliagiza kutoka China, sisi kutoka wapi, yameingia. Si ndio dunia ya leo? Mwenye bidhaa zake aende akachukue. Sawa? Maswahaba wanastusha swali, sasa tunasikiliza hotuba, ngoja nikachukue mzigo wangu. Sawa? Wakanyanyuka maswahaba waliagiza mizigo, wakaenda zao. Riwaya zinasema wamebaki watu 12 wasiozidi 13 msikitini. Mtume kusema kuanzia sasa hivi, sasa watu wamepungua, naona sasa hapa mambo yashaharibika. Sawa? Na wanazuoni wamehitilafiana kwenye idadi ya kusihi Ijumaa. Wapo wanaona kwamba idadi ndogo kabisa ya kusihi Ijumaa ni hao waliobaki, watu 12 au 13, watu wakiwa chini hapo Ijumaa. Wao wanasema hapana, Ijumaa inaswili ikiswaliwa jamaa tu, kukiwa na watu wawili tu, khatibu na mtu mmoja anamsikiliza, basi inatosha. Wengine akasema wao watatu, khatibu na watu wawili wanamsikiliza, basi Ijumaa inatosha. Sasa wewe Imam Shafi umepata wapi hii ya watu 40? Kwamba lazima wawe watu 40? Ijumaa ya kwanza kabisa inaswaliwa Madina, ya kwanza inaswaliwa Madina, imeswaliwa na watu 40. Sisi tunaelewana? Hata ndio alipochukua Imam Shafi kwamba kama Ijumaa ya kwanza kiwango chake kilikuwa ni watu 40, si ndio iliswi?
chini ya watu 40 sikubali. Kwa hiyo ukiona unakwenda pahala wakakwambia bwana tujatimia 40 hapa tuna swali ya dhuhuri, ujue umeshika mashiko ya imamu. Lakini hakuna hadithi ambayo iliyokuja ikasema Ijumaa idadi yake watu ni kadhaa, hakuna. Wala wale waliobaki 12 au 13 Mtume hakusema kwamba wakipungua chini ya hawa msiswali Ijumaa, hakuna maelezo hayo. Kwa hiyo inabaki kuwa swala yoyote ile itakayoonekana kwamba hii ni swala ya jamaa, hiyo inatosha kuwa nini? Ijumaa. Kwa hiyo imamu na maamuma wanatosha kuswali Ijumaa. Arabiu, sharti la 4, alla tasbikaha au tuqarinaha jumatun ukhra fi tilka albalad. Sharti lingine ngumu, anasema alla tasbikaha, Ijumaa isitanguliwe, au tuqarinaha, au isiende sambamba, jumatun ukhra, na Ijumaa nyingine, fi tilka albaladi, katika mji huo mmoja. Yani mji mmoja kusikiwe na Ijumaa zaidi ya. Kwa hiyo shekhe anasema Ijumaa isitanguliwe na swala ya Ijumaa nyingine, wala isiende sambamba na swala ya Ijumaa nyingine katika mji. Nyinyi najua kwamba zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wote walikuwa wanasali kwenye msikiti mmoja, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Misikiti yote inafungwa, msikiti unabaki mmoja. Na ndio maana hata leo kuna misikiti inayoswaliwa Ijumaa na misikiti haiswaliwi. Haya, misikiti mingine haiswaliwi kwa sababu sio kila msikiti unaswaliwa Ijumaa. Kwa hiyo shekhe anasema isitanguliwe Ijumaa yako na Ijumaa nyingine. Maana ikitokea kwenye mji mmoja mmeswali zaidi ya Ijumaa moja, iliyoswihi ni ile iliyoanza, zilizobaki zote haziwezi kuswihi. Tumeelewana jamani? Bado katika mji mmoja zisiswaliwe Ijumaa zaidi ya moja, na ikitokea sasa kumekuwa na Ijumaa zaidi ya moja, ile iliyoanza ndio itahesabika nini? Ijumaa. Wale waliokwenda sambamba na hiyo iliyoanza au waliochelewa, Ijumaa yao ni bure. Siku moja niko msikiti ule pale Mwananchi Tabatareli, akaja mgumuni wangu mmoja akaniambia, bana, kuna sehemu huko sio Kimara gani sio ndani huko, watu wakimaliza kuswali Ijumaa wananyanyuka wanakima swali ya dhuhuri. Sio na ndio kaambia, basi usiniongopee bana, twende Ijumaa moja. Tumeenda mimi na yeye Ijumaa mpaka msikiti. Sasa yule kiongozi wao akaona kweli leo kuna sura mpya, akatuswalisha Ijumaa. Baada ya Ijumaa wakasimama wao wakakimu wakaswali ya dhuhuri, sisi hatukuswali. Alipomaliza alipoona hapa kuna wageni, akaona ngoja atumie chochoro huo kutufahamisha sisi wageni kwa nini
wanaswali Ijumaa na adhuhuri. Sasa kwanza mlengo wao wa kwanza unakuwa ni huu kwamba Ijumaa haiswi isiwe Ijumaa nyingi kwenye mji mmoja. Maanake zikiwa Ijumaa nyingi kwenye mji mmoja, hatujui iliyoanza ni ipi. Sawa? Na yeye sasa ikawa kwamba mkazo wake anasema hatujui Ijumaa gani iliyoswihi Dar es Salaam. Dar es Salaam zinaswaliwa Ijumaa nyingi, jambo la kwanza. Jambo la pili, katika madhehebu ya Imam Shafi, Ijumaa inatakiwa hotuba isome kwa lugha ya Kiarabu tu. Si mnaelewa? Hotuba yote isome kwa lugha ya Kiarabu, Ijumaa yake iswihi. Sawa? Sasa yule bwana anatupiga sisi vigongo kwamba kwanza Ijumaa zinazoswaliwa Dar es Salaam ziko nyingi. Mbili, katika Ijumaa hizo zote hizo 99.9% hutuba zake ni Kiswahili. Sawa? Kwa hiyo hapa sisi tunaona tunaweza tukapata patapotea. Sio, mnielewa? Kwa hiyo sisi kama Ijumaa yetu haikuswili, tutakuwa tumeswali nini? Adhuhuri. Unaona maneno haya? Kumbe bana, kuna watu wanatoka Kariakoo, kuna watu wanatoka Kigamboni, kuna watu wanatoka washakolea maneno pale. Wanaacha Ijumaa zote hizi huku, wanaenda kuswali kule. Basi kwa sababu sisi hatukwenda kwa ajili ya mjadala, nikawa nimejifunza kitu. Akasema hata wewe kama unalima, ukishalima kwenye shimo unaweka mbegu mbili, moja ikioza, moja inafanya nini? Hujapata hasara. Nikamwambia yule rafiki yangu, kwa nondo anazozipija hizi hawa hawatoki. Hawa hawatoki. Kwa nondo hizi hatoki mtu. Basi tukafunga safari, tukarudi. Nafikiri nilikwenda Kinondoni, wakati ule sio ile mzee Simba ndo mufti, tukampelekea zile habari. Bado kuna msikiti uko 1 2 3 4 5 anafanya 1 2. Sisi tukapeleka kwenye mamlaka husika. Sasa wao ndio wanaweza kusema ufungie au uache. Kwa hiyo moja katika vitu wao wanategemea ni hivi kwamba kwenye mji mmoja isiswaliwe Ijumaa isipokuwa moja. Ni kweli kwenye mji mmoja itakiwi Ijumaa isipokuwa moja. Sasa ipo kanuni sisi kwenye sheria. Sawa? Adharuratu tubihu almahdhuratu. Dharura inakuruhusu kufanya lililokatazwa. Dharura inakuruhusu kulifanya lililokatazwa. Si tumeelewa? Ni kweli Dar es Salaam inatakiwa wewe na msikiti mmoja wa kuswalia Ijumaa. Mimi nataka tuulizane mimi na wewe. Kuna msikiti Dar es Salaam unawatosha wapi? Watu wote tuseme tukaswali kwenye huo msikiti mmoja. Upo? Hakuna. Wacha Dar es Salaam. Hii Temeke tu tuseme tuna msikiti tuende tukaswali. Upo msikiti wa kututosha sisi Temeke? Hakuna. Wacha Temeke. Hii kata 14 tu Waislamu wote watoke, una kiwanja cha kuwaswalisha hata hiyo Ijumaa? Hakuna. Kwa hiyo kwa sababu haiwezekani watu wote watoshe kwenye msikiti huu mmoja, inaruhusiwa sasa Ijumaa sasa kuwa nyingi kwa sababu ya hiyo dharura. Lakini ikiwa ni kwenye kijiji ambacho Waislamu wanatosheka na msikiti mmoja wa Ijumaa, hairuhusiwi kuanzisha Ijumaa nyingine. Sawa? Sasa
matatizo ni vijana. Matatizo ni vijana. Vijana wanaweza wakaenda kwenye kijiji wakakuta pale kuna msikiti wa Ijumaa, madhali wale wa msikiti wa Ijumaa wanapiga maulidi pale, na wao wanajenga msikiti. Lile ni kosa. Jenga msikiti lakini usiwe wa Ijumaa. Jenga msikiti lakini usiwe wa Ijumaa. Sisi tunaelewana? Hilo ni kosa. Ni kosa. Kijiji ambacho msikiti wao unawatosha hawawezi kuwa na Ijumaa mbili. Unajua kwa nini sheria inakataza kuwa na Ijumaa mbili? Umeshatengeneza makundi mawili. Yaani kuna watu ambao wanasema sisi msikiti ule hatuswali, na hawa wanasema msikiti ule hatuswali. Ad-din mabniun ala al-masalih. Watakinia dini imeletwa ili ijenge mahusiano mema na mambo mema kama yapo. Sasa kama yalikuwa yamepungua, dini inakuja kukamilisha. Sawa? Wa daf'i al-mafasidi wa takliliha, na kuondosha kila aina ya ubaya. Kama hauwezi kuondoka wote ule ubaya, basi dini hakikisha ule ubaya unapungua. Kwa hiyo kitu chochote, hata kama itakuwa ni msikiti, lakini utawagawa watu. Sheria inasema hapa msiweke misikiti miwili ili mbaki kuwa kitu hiki. Vumilianeni. Vumilianeni. Hata Mtume alivunja msikiti uliitwa Masjidul Dirara. Walijenga watu msikiti, wakamwambia Mtume pita hapa. Alipokaribia, Mwenyezi Mungu akashusha aya, usiende kwenye huo msikiti wala usiswali kwenye huo msikiti, kwa sababu huo msikiti umejengwa irsada wa tafrika baina al-mu'minin. Umejenga malengo yake ni kuwafarikisha waumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha uvunjwe na uchomwe moto. Alikuwa kanisa, ulikuwa msikiti. Kwa msikiti wowote ambao utakuja kazi yake ni kufarikisha watu, huo umekosa sifa ya kuwa msikiti, kwa sababu msikiti ni kitu ambacho kinakuja kuwajumuisha watu. Sasa isiwe eti kwa sababu hawa watu wana mambo yao hapo msikitini na wewe yakupendezi, sasa wewe ndio upate mwanya uanzishe msikiti mwingine, matokeo yake mnakuwa hamsalimiani Waislamu kwa Waislamu. Na wote nyinyi ni ahlu sunna wal jamaa. Kama umekuta msikiti wa Shia, sawa, jenga wa Sunni. Umekuta msikiti wa Kadiani, sawa, jenga wa Sunni. Lakini umekuta msikiti kwa sababu unaitwa wa Bakwata, Bakwata ni ahlu sunna wal jamaa. Si mnaelewana? Bakwata ni ahlu sunna wal jamaa. Sasa madhali kuna vitu ambavyo wao wanavifanya, wewe unazingatia kwamba hivi vitu labda tunaweza kuwa bid'a au tunaweza kuwa, lakini hii haikufanyi wewe ujitenge nao. Wewe unatakiwa ukae nao ili upate mapenzi yao, wakuamini, ili uambie sasa hili mlikuwa mnafanya hakuliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kujitenga ni kutengeneza fitina kubwa. Hawa wajione kwamba hawa hawawezi kutuambia kitu, na kama ile bidhaa yao ilikuwa ndogo wanaiongeza inakuwa kubwa ili kuonyesheni nyinyi kwamba sisi hatutoacha kwa sababu yenu, na kwa jeuri tunaongeza.
Sasa kujenga ule msikiti pale kumepunguza au kumeongeza madhara? Kumeongeza madhara. Unapomwona Muislamu mwenzio kaenda Kombo anafanya jambo ambalo wewe unaitakidi kwamba hili sio sunna, huyu wewe muone kama mgonjwa, tafuta kila aina ya mbinu kwenda kujikaribisha kwake ili ukamtibu. Si mnaelewana? Sio kumkimbia. Kumkimbia sio dawa. Usiende kumsema kule pembeni, sio dawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unapoona mtu wa bid'a, Mtume ameishi na wanafiki, aliwatenga. Una mnafiki Mtume aliwahi kumtenga, ambao Allah anasema innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar, inna Allah jami'u al-munafiqina wal kafirina fi jahannama jamia. Mwenyezi Mungu atawakusanya wanafiki na makafiri wote watie kwenye moto, na daraja ya mnafiki kwenye moto itakuwa ni daraja tabaka la chini la moto, yani hakuna dalili ya kutoka. Ndio maana hakuwa daraja la chini kabisa la moto, yani wewe futika kabisa kutoka. Mtume hakumtenga mnafiki, na alikuwa anawajua kwa alama zao na majina yao, na majina yote kamwachia Hudhaifa bin al-Yaman kwamba haya majina ni ya wanafiki katika hawa masahaba. Akamwachia Hudhaifa bin al-Yaman majina haya hapa. Mpaka Umar ibn al-Khattab anakwenda kwa Hudhaifa, anamwambia Hudhaifa, Mtume kakwambia usitaje majina, lakini mimi nakuuliza katika hao na mimi nimeandikwa. Hudhaifa anasema wewe haumo bwana. Sasa kaifa amala, vipi Mtume ameamiliana na wanafiki? Lazima tujifunze hapa. Sasa mtu mnafiki na mtu mubtadi, nani mbaya? Mpaka Abdullah ibn Ubay ibn Salul, raasul munafikin, kiongozi wa wanafiki, anakufa. Mtume anatoa nguo yake kwenda kumwoshea. Mtume anatoa nguo iende akaoshee, maana kasema mimi nataka nioshewe na nguo ya Mtume. Mtume katoa nguo yake kwenda kumwosha. Kana yuamiluhu bidhahir, Mtume alikuwa anaamiliana nao dhahiri yao, maana wao walionyesha dhahiri ni Waislamu, kawapa hukumu za Uislamu. Kwa sababu Mtume rais, ana jeshi, uwezo wa kuwakamata wale, kuwafanya jambo lolote anao. Kwa nini kaacha? Kwa nini kaacha? Akifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akifanya hivyo awachukulie hatua mmoja baada ya mwingine, sawa, ataleta taharuki. Ataleta nini? Ataleta taharuki, kwa sababu yeye anayemjua mnafiki, kuna mwenzio anaona sio, mwenzio anaona sio mnafiki. Lakini angeileta hii sunna kwamba kila mnafiki aliyopo auawe, watu wangeuana kwa sababu zingine, mtu akamsingizia mtu ni mnafiki. Lakini lau kama angewatenga wanafiki, akawekea mambo magumu wanafiki, akafanya, hali ingekuwa mbaya zaidi. Lakini kawaacha wanafiki wamechanganyika na waumini wa kweli, kawaacha hivyo. Amruhum ila Allah, madha msema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hata kwenye ulimi wao, lakini kwenye moyo hamna. Lakini madha wametemka
yeye mwenyewe anasema kufu an man qala la ilaha illa Allah, jizuie na kumfanyia madhara yoyote mtu aliyesema la ilaha. Sasa itakuwa huyu mubtadi, kwa sababu kufanya hivyo ni kutengeneza maadui wapate upenyo wa kuja kukuvurugeni. Kutengana ni kutengeneza upenyo wa maadui waje kuwavuruga. Wewe unaposema mimi sikai na mubtadi, na yeye anasema na mimi sikai na wahabi, kabla adui mwingine ajaje nyewe mmeshakuwa maadui, mmepeana majina mabaya, Mwenyezi Mungu anayakataa. Hata mubtadi waliokuwa wanasema as-salafu salih la tujalisu mubtadi, usikae na mtu mubtadi, ndio walikuwa wanazungumzia, wanamkusudia huyo anayepiga maulidi, anayesoma hitima, anafanya la. Na je, ni kweli as-salafu salih walikuwa hawakai na mubtadi? Walikuwa wanakaa nao na wanafanya mjadala nao. Sisi tunaelewa. Kwa hiyo haya mambo yamekuja yote haya kwamba kijiji kimoja hakitakiwi kuwa na Ijumaa ngapi? 2, kwa sababu ni kuleta fitina kwenye sehemu moja. Watu wote wa sehemu moja waswali Ijumaa pahala kama. Ashartul khamis, sharti la 5, taqdimul khutbatayn. Swala ya Ijumaa itanguliwe na hutuba 2. Usianze kuswali alafu ndio zikaja hutuba 2. Tumesema hiyo ilikuwa ni awali. Wakati Ijumaa inaanza, ilikuwa kwanza wanaanza kuswali rakaa 2 za Ijumaa, kisha wanakuja kusoma hutuba. Lakini mambo yalibadilika. Kwa hiyo ni sharti zitangulie hutuba 2 kabla ya kuswaliwa swala 2 za Ijumaa, rakaa 2 za Ijumaa. Anasema si madinatu salati Ijumaa, ni ipi dina ya swala ya Ijumaa? Hiya usalli fardha al-jum'ati rak'atayn ma'muma lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tunasema maneno haya mtu anatakiwa ayalete moyoni, mtu ayalete moyoni. Lakini je, kama mtu atasema swala yake ni sahihi lakini amekhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, so maana yake aliyozungumza nia kwa sauti kwamba swala yake ni batili, lakini tutasema ameleta jambo la bid'a. Mtume akuzungumza kwenye nia ya swala kwa sauti. Lakini hapa shekhe anachokuonyesha kwamba je, kama hujui hayo maneno kuyapitisha umo kwenye moyo wako, uyapitishe maneno gani? Anasema maneno ni haya: usalli fardha al-jum'ati rak'atayn ma'muma lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kwa hiyo ni swala ya Ijumaa.